Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ndo kwanza unaitazama PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inazunguka kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa ambayo inahusu uongozi wa Simba. Taarifa ambayo imeshika kasi, inazunguka na inajadiliwa vilivyo kutokana na kile ambacho kinaelezwa kwenye taarifa hiyo. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Baraza la Michezo la Taifa limetoa maelekezo kwa katiba mpya ya Simba. Inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa bodi mwenyekiti wa klabu kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutokana na mgawanyo wa umiliki wa hisa kwa maana ya 51% kwa upande wa klabu na dhidi ya 49% kwa upande wa mwekezaji ili kutoa nguvu kwa mbia mwenye umiliki mkubwa. Aidha, serikali imeelekeza pia kuwepo kwa wawekezaji kuanzia 3 na sio mmoja, ambapo mabadiliko hayo yaendane sambamba na ufafanuzi wa katiba mpya ya Simba kwa kuainisha matumizi ya neno wawekezaji badala ya mwekezaji. So sijui umeelewa hapo au nirudie tena. So kwa ili uweze kuelewa vizuri, ngoja nirudie na niende taratibu ili kwa wewe mdau wa Simba lakini pia mdau wa soka uweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinaelezwa hapa. Inasema hivi: serikali kupitia Baraza la Michezo limetoa maelekezo kuwa katiba mpya ya Simba inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutokana na mgawanyo wa umiliki wa hisa kwa maana ya 51% upande wa klabu dhidi ya 49% upande wa wawekezaji ili kutoa nguvu kwa mbia mwenye umiliki mkubwa. Aidha, serikali imeelekeza pia kuwepo kwa wawekezaji kuanzia 3 na sio mmoja, ambapo mabadiliko hayo yaendane sambamba na ufafanuzi wa katiba mpya ya Simba kwa kuainisha matumizi ya neno wekezaji badala ya mwekezaji. Yani asiwe ni mwekezaji, wawe ni wawekezaji. Manake zile hisa 49 ambazo anazishikilia Mohamed Dewji basi zinapaswa kugawanywa kwa wawekezaji wengine ili ziweze kutimia 49 na sio Mohamed Dewji kwenda kuzishikilia yeye mwenyewe. Nini kitafanyika? Hapa ni Mohamed Dewji anapaswa kuweza kuziuza kutangaza sokoni kwamba anauza hisa zake kwa upande wa Simba kwa sababu ndo yeye anazisimamia au ndo zipo kwake kwa sasa hivi ili ziweze kununuliwa na wawekezaji wengine na wawe wabia wamiliki sehemu ya zile 100% ya hisa za Simba. So kwenye hizi 51 ambazo tayari wanachama wanazimiliki zitaendelea kusalia pale pale, lakini hizo 49 zitapaswa kugawanywa kutokana na watu ambavyo watanunua na kutokana na namna ambavyo zitakuwa zinauzwa sokoni. Sasa tunajiuliza, ni zile bilioni 20 ambazo alizeka sokoni Mohamed Dewji ndizo ambazo atazidai kwa wakati huu au ataongeza na baadhi ya hesabu ambazo amekuwa akichangia kwenye uongozi wa Simba, kumaanisha kwamba kila kitu ambacho alikuwa anakitoa, kuna wakati aliwahi kudai gharama ambazo amekuwa akizitoa nje na kile ambacho amekuwa kinatajwa kwenye makubaliano yake kiweze kuwekwa kwenye hesabu na waweze kujumlisha kama deni ambalo anadai Simba. So sijui kama watapiga hesabu upya na kuangalia thamani ya kile ambacho amewahi kukiwekeza Simba kisha kuweza kupandisha thamani ya zile hisa ambazo amekuwa au amewahi kuziingiza kwenye uongozi wa Simba. So hilo ni jambo ambalo linafukuta mno na limepelekea mijadala mikubwa kuweza kuamshwa, huko wengine pia wakidai kwamba DP World kuna baadhi ya wawekezaji ambao wanazitamani kwa 1% kubwa hisa hizo kwa upande wa Simba. So tuendelee kusubiri, tuendelee kunywa mtori ili nyama tutazikuta chini. Kama ni Murtaza Mangungu atapewa au katiba itamtambua rasmi kwamba awe mwenyekiti kwa upande wa bodi ya wakurugenzi na upande wa klabu, ama kuna chochote kitaweza kufanyika ili kuweza kugawanya mabadiliko haya, tutaendelea kuona na tutajua ni kitu gani ambacho kitakuja kuendelea. It's PM Short, usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa alama kengele na uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.